Yes. Ilikuwaje kambini na kwa nini mliweza kuimudu Simba michezo yote miwili? Cha kwanza ile hali tu ya wachezaji wenyewe binafsi ya kujitoa kwamba kuamini hizi mechi ndo zinamjengea mchezaji heshima. Hizi mechi ndo zinafanya thamani ya mchezaji kuwa kubwa. Na pia ili wewe uonekane mchezaji mkubwa na ni mchezaji mwenye ubora, basi wadhihirishie watu katika michezo kama hii. Kwa hiyo utaona kabisa kipindi hicho kapteni wetu Cannavaro alikuwa na nani sijui nadhani alikuwa Cannavaro na sikose. Tulikuwa tuna tabia ile ya kuitana na ile hasa viongozi kuja makambini kuja kuweka ule msisitizo, mechi lazima tushinde, sisi tuko bora kuliko wao. Kwa hiyo ndio ile mentality tukaibeba wachezaji kutoka katika viwanja vya mazoezini basi mpaka kwenye game. Na kitu kikubwa ambacho nadhani kina Kamsoko kina Luna alikuwa anakizungumza sana, ili tuweze kumaintain hii game kuishinda kwa urahisi, ni kupoteza mpira. Bila kupoteza mpira. Yes. Mlikuwa mnateswa na dhamira ya kurudisha kisasi cha mwaka 2012 cha bao matano. Tena sana. Japokuwa sikuwepo. Ile yes, sikuwepo. Lakini kitu kikubwa na hasa kipindi hicho mfadhili wetu marehemu Yusuf Manji, Mwenyezi Mungu ailaze nafsi yake mahali pema peponi, alikuwa kila akija tukiwa tunakaribia katika mechi za Simba na Yanga, akili yake yote anasema 5. Anasema endapo mtarudisha hizo goli 5 basi na nyinyi maisha yenu yatakuwa yamebadilika. Mliwahi kupewa bonus ya kiasi gani ambao unasema hii ilikuwa kubwa sana mechi ya Simba na Yanga? Mimi mpaka naondoka Dar es Salaam Africans, kiukweli bonus kubwa ambayo nimechukua ni ujua kina Garibu engineer pamoja na Garibu GSM. Ndio naweza ngasema yani ndio bonus yangu kubwa tangia nimeingia Yanga. Ilikuwa ni kiasi gani kipindi hicho? Ni hii juzi tunamfunga Simba goli 1, Morrison anafunga. Wale wachezaji ambao kwa sababu mfumo wao ulikuwa kwamba wale wachezaji ambao waloanza 11 na wale ambao watakaingia wale sabu watakaingia sabu, basi kila mchezaji atachukua milioni 10 na mkokota. Sasa kwa nini sio kota? Kwa hiyo utakuja kuona jinsi gani kwamba sasa hivi mpira ulivyokuwa na hela. Mpira ulikuwa na hela. Mechi ambayo mnatoka sare bao 1-1 na Al Ahly uwanja wa Benjamin Mkapa. Kisha mnasafiri mnakwenda Cairo kucheza na Al Ahly. Dakika ya 6 Ahmed Hegazi mrefu hivi anafunga bao la kichwa. Mchezaji ambaye ashacheza ligi kuu ya napigwa kona kona West Brom Albion. Na mwisho wa West Brom Albion. Baadaye unaenda kupiga cross. What a cross, fantastic. Wow. Mechi ilikuwaje? Bana, kiukweli naweza nikasema kwamba ni ule ujasiri wa sisi. Unajua kipindi kile of course mimi nasema nimecheza na wachezaji ambao kwa mfano mtu kama Bosu Vincent Bosu anajua sana kupiga pasi. Mtu kama Msoko. Yaani mtu hapo nzima. Hao watu ni wachezaji ambao wanapocheza ndani ya pitch hawapendi mpira kupotea. Wanakuambia hivi, tunaupiga mpira tunajichosha. Kwa nini tusicheze? Tucheze, kama kufungwa tufungwe huko tunacheza. Kwanza tutakuwa tutumii nguvu kubwa. Ile kwa sababu tunapopiga mpira kuupoteza ina maana tunawapa maadui, tunawapa ruhusa bwana njoeni mtushambulie. Lakini tunapocheza tunapokaa nao hata wao wanakuwa wanatofia. Hawa kwa nini wanajiamini wanacheza? Kwa hiyo nao hata wao wanakuwa wanacheza kwa tahadhari. Pia tutatengeneza nafasi za watu wengine kuingia katika gaps. Ndio kitu kikubwa. Ile mechi ya Misri baada ya kutoa hapa 1-1, watu wengi waliamini kule si naenda kufungwa goli nyingi. Lakini ile mentality ya wachezaji baada sasa ya kufika kwenye ile pitch mazoezini pale kabla ya kuelekea mchezo kesho, siku moja kabla ya kuelekea mchezo, tulifika mazoezini. Coach Ansi alituita akasema hivi, tunakuja katika hii mechi ya mwisho. Kitu kikubwa tukacheze kama tunavyocheza katika mechi nyingine. Msiwe na hofu. Kama kufungwa basi tufungwe lakini tucheze mpira. Mimi kitu ambacho ninachokitaka tufungwe lakini tunacheze mpira. Sitaki kuona mchezaji unakuwa na hofu kwa sababu mchezaji bora au mchezaji mzuri hapa ndo anapotakiwa kujitangaza. Sasa mimi nimewapa uhuru. Nendeni mkacheze mpira, msibutue. Kama kufungwa tufungwe lakini tucheze mpira. Basi ndio kitu kikubwa ambao hata wachezaji katika akili yao wanasema kama mwalimu amtuhusu tucheze mpira, kwa nini tuwe na uoga? Twende tukacheze mpira. Tukifungwa tufungwe lakini mpira tumecheza.